Sasa ili kufahamu zaidi mpango huu wa amani huko Gaza, tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, Ibrahim Rabi, yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, unadhani Hamas watatoa kauli ipi kuhusu mpango huu? Nashukuru Bwana Ron. Ukweli kuwa Hamas wamekaa kwenye mtego mkubwa sana ambao kwa vyovyote vile unaona kuna asilimia kubwa za kukubali haya makubaliano licha ya kuwa ni mtego. Sasa ukiangalia washirika wa Kiarabu wote wameisha kubaliana nayo. Kitendo cha Hamas kukataa maana yake itakuwa ni kama wamewasaliti pia Waarabu wenzao. Nimesikia kauli ya waziri Gideon Sari wa Israeli, anasema ombi lolote litalotolewa na Hamas la kufanya marekebisho kwenye vifungu hivi litatafsiriwa kama kuyakataa moja kwa moja. Sasa Uturuki, Misri, Saudi Arabia, Qatar zinataka na zinaishinikiza Hamas ifanye hivyo. Mpango huu ni mgumu sana kwa Hamas, naona kukwepa ni vigumu, huenda wakaingia. Kikwazo kinaweza kuwa nini katika utekelezaji wa mpango huu haswa? Kikwazo kinaweza kikawa kwenye sehemu mbili. Sehemu moja ni usalimishaji wa silaha wa Hamas, lakini upande wa pili kujiondoa kwa IDF. Sasa ukisoma vifungu vya haya makubaliano imeelekeza upande mmoja kuwa Hamas watasalimisha silaha zao na wataotaka kuondoka waondoke, lakini katika makubaliano haya hakuna sehemu yameonyesha kuwa IDF wataondoka lini. Maanake kuwa IDF wataendelea kubaki hapo. Ukirudi kusikiliza kauli aliyoitoa Netanyahu jioni, anasema kuwa tulikwenda kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa tukiwa tumeinamisha vichwa, lakini tunarudi tukiwa na ushindi mkubwa. Ni kweli kuwa Israeli imefaidika sana na mkutano wa unga uliomalizika kwa sababu imepata faida ya Irani kuwekewa vikwazo, lakini imerudi na makubaliano ambayo ni rasmi, unaweza kusema yanaenda kufuta kile kitu kinaitwa taifa la Palestina, kwa sababu kuyakubali tu haya makubaliano yanaenda kuondoa kitu kinaitwa taifa la Palestina. Na sasa hapo ndipo kila mtu anajiuliza iwapo Hamas watakubali pendekezo hili, swala hili la kutambuliwa kwa Palestina kama taifa huru litachukua mkondo upi, hususan ikizingatiwa kwamba mataifa kadhaa ikiwemo Uingereza na Kanada na Ufaransa tayari wameitambua Palestina kama taifa huru? Kuitambua Palestina kama taifa huru kwa kupitia Kanada, tumeona hivi karibuni Kanada, Australia, Uingereza, Ufaransa, ile ilikuwa ni kwa njia ya kisheria kabisa, na hayo ndio ilikuwa njia sahihi ya kwenda kupata taifa la Palestina. Lakini Israeli na Marekani kwa kutumia akili nyingi za kuwahadaa wameleta azimio hili au wameleta mpango huu ambao kihalisia kuwa unaenda kufuta mpango kamili uliokuwa halisi na kuleta mpango ambao hauna yani haupo kisheria na hauna uwajibu wowote wa kisheria, kwa sababu katika makubaliano haya ya Trump hakuna sehemu yoyote imeandikwa kisheria kuwa Israeli atawajibika kwa lipi kama hatotekeleza haya yaliyomo humu. Manake kuwa huu ni mpango wa utashi, yani tunafata utashi wa Donald Trump na Marekani yake kwenye swala hili na kukwepa jukumu halisi la kisheria ambalo lilianzishwa na Umoja wa Mataifa kwenye mkutano wa 79 kuipa Saudi Arabia pamoja na Ufaransa kuweka njia ya kupata taifa la Palestina. Kwa hiyo kitendo tu hiki kinaenda kufuta wazo la Australia, Canada na Ufaransa. Rabi, kwa kifupi tu, kitu gani kitafuata iwapo pande zote mbili zitakubaliana? Kitachofuata ni hiki ambacho tutakishuhudia, na shinikizo kubwa zaidi litapelekwa kwa Hamas. Unaona kuwa yale makubaliano yanazungumza kuwa baada ya usitishaji wa saa 72 mateka wote wa Israeli wataachiwa bila masharti. Halafu itafuatia Israeli kuachia mateka 250 waliohukumiwa kifungo, lakini 1700. Halafu wakati huo huo baada ya hilo unaona kuwa hajatajwa kuwa misaada itaingia. Hamas watatakiwa kusalimisha silaha zao. Kuingia kwa misaada kutachukuliwa kwa idhini ya Israeli katika vifungu hivi. Kwa vyovyote vile huu ni mtego ambao wamejaa wote. Wale washirika wa Hamas wamejaa na waliokuwa upande wa Hamas wamejaa, lakini ni faida kubwa sana kwa Israeli kwenye haya makubaliano. Shukran sana Ibrahim Rabi. Mahojiano hayo na mchambuzi Ibrahim Rabi ndiyo yanayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu.